Hello Dr. Kilimo. Leo tutaenda kuangalia ni namna gani ambavyo unaweza ukampa mkulima huduma za kitaalamu kwa kupitia mfumo wa Mazao Hub. Tutaangalia huduma ambazo zinatolewa na Mazao Hub kwa wakulima ambazo wewe Dr. Kilimo utakuwa ndio njia ya kuzifikisha na kutatua matatizo mbalimbali ya wakulima. Na kupitia huduma hizi ndizo zitakusaidia wewe kuongeza kipato chako kwa kuwahudumia wakulima. Katika session iliyopita tuliona ni namna gani ambavyo wewe Dr. Kilimo unaweza ukawapata wakulima ambao wako kwenye mfumo wa Mazao Hub kulingana na eneo lako na ukawaona kwenye mfumo huu. Vile vile tuliona ni namna gani ambavyo unaweza ukasajili mkulima. Sasa tutaenda kuona kwa wale wakulima ambao uliwasajili au uliwadownload ni namna gani ambavyo unaweza ukawahudumia katika mfumo wetu na huduma gani ambazo zinatolewa na Mazao Hub. Ukiwa katika mfumo wako, sehemu ya operation, utabonyeza kitufe cha farmers. Hapa utaona list ya farmers kulingana na wewe ulivyo download au eneo lako, hata pia kulingana na wewe ulivyosajili. Sasa ukitaka kumhudumia mkulima, mfano na mkulima wangu mimi nataka nimhudumie, kwa hiyo unaweza scroll hapa ukamtafuta moja kwa moja, au kwa urahisi unaweza ukabonyeza kialama cha kutafuta kilichopo juu kulia, kina alama nyeupe, ukaandika jina lake au namba yake ya simu. Kwa mfano taandika Adelaide, nilikuwa nataka kumhudumia huyu mkulima, nitabonyeza. Huyu mkulima nilishai kumhudumia, analima nyanya na kitunguu maji, lakini amesema anataka kuongeza zao lingine. Kwa hiyo ninaweza ikawa na zao moja au zao zaidi ya moja. Kwa wewe mkulima wako kama hana zao, pia njia ni ile ile. Utaenda kwenye chagua mazao, utabonyeza, itatokea mazao yote ambayo tulikwisha kuyadownload mwanzoni kabisa kwenye video iliyopita kama sehemu ya data za application. Baada ya hapo utatafuta zao, mfano analima maharage mkulima wangu. Baada ya kuchagua zao, utarefresh kwa kuscroll kutokea juu kuja chini. Button ya kuhifadhi itatokea, utabonyeza hifadhi. Utaona zao limeongezeka kikamilifu, imeandika success hapa chini, na zao la maharage limekuja hapa chini kwenye mipango yangu ya shamba. Kwa hiyo nitabonyeza hilo zao. Kama unavyoona, hizi ndizo huduma za Mazao Hub zinazotolewa. Sasa huduma zetu sisi tunatoa kulingana na zao husika. Unaweza ukaandaa mpango wa kilimo, maarifa, agiza vifaa vya kilimo kulingana na mahitaji ya wakulima au mkulima, ukasimamia kilimo, ukaangalia takwimu za kilimo za huyo mkulima kulingana na rekodi yake ya kuhudumiwa na Mazao Hub. Lakini pia unaweza ukaingia kwenye jukwaa la wakulima na maafisa ugani, ambapo hapa tunawawezesha wadau mbalimbali wa kilimo kuwasiliana na kushare ujuzi. Na mwisho kabisa unaweza ukapima udongo wewe kama afisa ugani, na kwa huduma zote hizi zinakusaidia wewe kulipwa moja kwa moja na Mazao Hub. Kwenye kila activity utakaofanya utakuwa na uwezo wa kuonekana kwenye mifumo wa Mazao Hub na moja kwa moja kulipwa commission kwa kuhudumia wakulima. Sasa nitaenda kuelezea kimoja baada ya kingine kwa ufupi ni namna gani ambapo kinaweza kumsaidia mkulima, au ni namna gani ambavyo unaweza kumhudumia mkulima. Katika mpango wa kilimo tunamwezesha mkulima kupanga shughuli zake za kilimo kuanzia mwanzo wa kilimo mpaka mwisho. Hii itamsaidia yeye kujua ni gharama kiasi gani na shughuli kiasi gani ambazo anaweza akazipitia wakati analima. Kwa hiyo hapa kuna checklist kulingana na gharama ambazo atatumia akiwa anaandaa shamba kwa ajili ya mbegu, akiwa anapalilia, akiwa ananunua viuatilifu
na vitu mbalimbali, akiwa anavuna na hata akiwa anasafirisha kuelekea kwenye maghala na hata zile sehemu za kukusanyia mazao. Kwa hiyo hapa itampa picha nzima ya gharama ambazo yeye atatumia na atapata kwa mfumo wa document ambayo inaweza ikamsaidia kufanya uchambuzi, na kama anatakiwa kupunguza gharama itamsaidia. Akishapata hiyo document itamsaidia pia, atakuwa na access ya kupata mkopo katika mabenki mbalimbali. Kwa hiyo mpango wa kilimo wa gharama utamsaidia yeye kuwa na uwezo wa kukopesheka kama itaonekana kwamba njia za kilimo na shughuli ambazo atatumia zinaweza zikamrudishia faida kubwa hapo baadaye. Katika mpango wa kilimo pia tunampa sehemu ambapo anaweza kukadiria mavuno kwa kulingana na mpango alioandaa. Vile vile kujua mapato kiasi gani kutokana na mavuno ambayo yeye anatarajia kupata. Kwa hiyo tunaona ni katika mzunguko mzima wa msimu katika kilimo tunaweza kukadiria mpaka mapato kulingana na checklist ambayo imeandaliwa katika mpango. Hiki tutakikava kwenye session zinazokuja, lakini pia huduma zingine tunaweza tukatoa maarifa ya kilimo. Na kwenye maarifa hapa ukibonyeza hiki kipengele cha maarifa, mkulima anaweza akapata maarifa ya mbegu, mazingira, mbinu bora yani gap za kilimo, magonjwa na wadudu, hali ya hewa, mpaka tafiti na mapendekezo kutoka kwa mashirika ambayo yamethibitishwa. Na hapa maarifa yaliyoko hapa ni kulingana na zao husika. Kama unavyoona mazingira ambayo yanafaa kwa kulima zao hili wamewekwa hapa, kila kitu kinachohusiana na mazingira kimeainishwa. Vile vile kwenye mbinu bora katika kulima maharage, mbinu bora katika kulima maharage. Sasa hapa wewe kama afisa ugani, ni sehemu yako ya kujifunza, utapata nafasi ya kumhudumia mkulima kwa kumshauri kuhusu mbinu bora za kilimo. Na hapa kwenye hizi mbinu bora kama sehemu ya maarifa, mkulima pia anaweza akawa na smartphone yake akapata kuona ni mbinu gani bora ambazo anaweza kazitumia katika kulima zao lake husika. Mfano mimi niko kwenye zao la maharage. Kwa kwenye zao lolote ambalo utachagua, mkulima atapata nafasi ya kuona mbinu bora, na hata wewe pia utapata nafasi ya kumfafanulia na maarifa ambayo yameandikwa hapa. Vile vile unaweza ukampa maarifa kuhusu magonjwa na wadudu, hali ya hewa, na hata tafiti na mapendekezo kutoka katika mashirika ya kitafiti mbalimbali. Kwa hayo yote pia kama Mazao Hub na wewe kama mtaalamu wa kilimo, Dr. Kilimo, unaweza ukasimamia shughuli za kilimo za mkulima, kwamba utapata nafasi ya kumonitor kuanzia pale ambapo anaanza kilimo mpaka anamaliza. Kwenye kila hatua utakuwa na nafasi ya kumhudumia kama daktari wake binafsi moja kwa moja, ili kumsaidia mkulima kutatua changamoto zake mbalimbali anazokutana nazo na kuzitatua kwa pamoja kwa ukaribu, ili aweze kupata matokeo. Na kwa kufanya hivyo, kama tulivyosema, utapata nafasi ya wewe kama Dr. Kilimo kuongeza kipato katika kila hatua ambayo utakuwa ukiifanya. Hapa kama Mazao Hub tutakuwa tuna nafasi ya kukuwekea kiasi ambacho umefanya kulingana na kazi. Vile vile unaweza ukamsaidia mkulima kuagiza vifaa vya kilimo, au mkulima pia akaagiza akiwa ana akaunti yake moja kwa moja kupitia mfumo wa Mazao Hub. Kivipi? Utaenda katika mfumo, utaona kuna categories hapa kulingana na location ambayo upo, unaweza ukabadilisha. Kwa mfano mimi niko Morogoro, naweza kupata nafasi ya kuona maduka yote yaliyopo katika mkoa wa Morogoro, na nikachagua kutoka kwenye location ambayo nilipo. Kwa mfano niko Ifakara, naona kuna duka la Buy Trade, naona kuna duka la Mlali. Yote hayo unaweza ukaagiza. Vile vile kulingana na record za
shamba za mkulima unaweza ukamsaidia katika kutafsiri takwimu za shambani kwake kulingana na misimu ambao alikuwa akilima na akihifadhi taarifa kupitia mazao hapo. Mwisho kabisa, jukwaa la kilimo ambao linawakutanisha wataalamu na wakulima kudiscuss changamoto, fursa na hata pia kama kuna njia mpya za kilimo ambazo zina trend. Vile vile cha mwisho kabisa, wewe kama afisa ugani utakuwa na uwezo wa kupima udongo. Utakuwa na uwezo wa kupima udongo ambao utasajili shamba na kuweza kupata ripoti za udongo kwa ajili ya kumpa mkulima matokeo ya udongo. Na katika kupima udongo pia utapata 40% ya kila soil test ambayo utakaofanya, na majibu ya test ambayo utafanya kwenye mfumo huu wa mazao yatakuwa ni hapo kwa hapo, na mkulima utampa haraka iwezekanavyo na wewe kufaidika moja kwa moja. Katika sessions zitakazofuata tutakuwa tukiona kitu kimoja kimoja, huduma moja moja, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuanzia mpango wa kilimo mpaka kupima udongo. Na katika yote haya, wewe kama Dr. Kilimo tunategemea kuwa utatoa huduma ya kitaalam na huduma ya karibu sana kwa mkulima, ili kumsaidia mkulima kuachana na kilimo kilichopitwa na wakati na kuwa na njia bora za kilimo ili kupata matokeo, kuongeza mavuno, kuuza kwa bei rafiki na kupata faida nzuri. Asante.